Kama kitapoteza mvuto kwa umma, kitadhalilishwa kwa propaganda na hata kudhoofika. Hadi sasa chama kimejikita katika vipande viwili vinavyosigana kuhusu jambo hili. Ikitokea tukishindwa kushiriki uchaguzi, mkatiko huu utakuwa ni wawazi na athari zake zitakuwa mbaya zaidi. Tumempa pia katibu mkuu hiyo tahadhari kwamba ndani ya chama tunaona makundi mawili. Ndani ya kamati kuu wapo wanaotaka kugombea. Mmewasikia wakisema. Ndani ya baraza kuu yako hayo makundi mawili na hata ndani ya mkutano mkuu. Kwa hiyo hatutaki huo mpasuko uendelee kuwa mkubwa. Ni bahati mbaya kwamba watu wanadhani walioko kwenye G55 ni watu waliomuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Sio kweli. Bwana Romanus Mapunda yule pale. Hebu simama bwana. Wewe ulikuwa timu gani? Timu Lissu. Huyo hapo. Kwa hiyo watu wasifikiri, na sio yeye peke yake, wako wengi. Mpaka viongozi wakuu wenyewe. Ni kwa vile hawataki kujitokeza. Kwa hiyo sisi tunasema ili kusaidia wale ambao hawawezi kusema, lakini tunawakilisha maoni yao, mawazo yao. Ndugu zangu, sisi hapa ni speaker tu. Tunasema kwa niaba. Tumejitokeza hadharani, tumetangulia. Lakini tukiambiwa tupige kura za siri kwenye chama, wanaotaka uchaguzi ni wengi kuliko wanaotaka kuzuia uchaguzi, kwa sababu hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Hata wale walioshiriki kikao cha watiania juzi waliuliza hilo swali, tunawezaje kuzuia uchaguzi? Wakaambiwa kwa kuingiza watu barabarani. Wakauliza wasipojitokeza, wakaambiwa kila mtu atatafuta mbinu zake kulingana na mazingira mahalia. Ndio jibu lilitoka kwenye kikao cha ndani. Kwa hiyo hata watu wetu wa ndani hawaoni huo muujiza wa kuzuia uchaguzi. Ukiwauliza sana wanakuambia mikakati haitangazwi. Jioni wa Jambo TV, hakuna agizo lolote la chama hiki lililosema kwamba watu wakiwa na maoni, mawazo tofauti waondoke kwenye chama. Hayo ni mawazo ya madikteta. Dikteta pekee ndiye anayetaka kile anachokisimamia asipingwe, asihojiwe, asiulizwe. Kwa hiyo hakuna maagizo kwa mujibu wa katiba yetu. Na hakuna mtu anayepinga misimamo ya chama. Hata wakati wa maridhiano nimewakumbusha, watu wanakuwa na mawazo, fikra tofauti kila siku, jinsi ya kulifanya jambo liwe zuri zaidi. Kwa nini sasa? Ndio wakati mwafaka. Tuna muda mchache kabla ya uchaguzi. Tunataka chama kijiandae na uchaguzi. Kitafute wagombea, kitafute rasilimali, kianze kujiandaa. Kwa hiyo tunaona wakati huu ndio wakati mwafaka wa kulisema hili. Na sisi ni wadau wa huo uchaguzi, ni sehemu ya huo uchaguzi. Ndio maana tumejitokeza sasa. Tusingeweza kujitokeza mwaka 2021 au 22. Sasa ndio wakati mwafaka. Mtakuwa tayari kuachana na nia zenu za kugombea? Mpaka sasa tunaendelea kukishauri chama. Na nyie waandishi, siku nyingine hivi mmeshawahi kumfuata mwenyekiti wa chama mkamuuliza nia yake ya kugombea urais aliyoandika barua ameshaitoa kwa katibu mkuu? Mlishawahi kuuliza hilo swali? Kwa hiyo sisi ni watiania kama yeye alivyomtiania wa urais, na sisi tuko hapo hapo. Kwa hiyo kutiania sio dhambi. Sasa mtu asitutake leo tuanze kutoa nia yetu wakati kiongozi wetu mkuu anayetuongoza bado nia yake iko pale pale.
Catherine Ruge mwaka 2020 aligombea jimbo la Serengeti. Susan Kiwanga mwaka 2020 aligombea Mlimba. Na kabla ya hapo alikuwa mbunge wa jimbo la Mlimba. Grace Kiwelu mwaka 2020 aligombea jimbo la Vunjo. Yosefa Komba ambaye naye amesaini leo hayupo na udharura aligombea jimbo Muheza Tanga. Recho Mkinga aligombea Mkinga Tanga. Lucy Magereli aligombea Kigamboni. Wako wengi. Kwa hiyo ni kwamba rekodi tu utakuwa huna, walijitokeza majimboni na pamoja na matatizo yote ndio waliosababisha tukapata zile kura zilizotangazwa tulizopewa 2020. Kwa mimi baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Fikisheni ujumbe wetu na mtusaidie. Wale wote wanaotaka kunyamazisha sauti zetu waambieni. Mtakapowanyamazisha sehemu ya wanachama wenu, mkiingia madarakani, sisi vyombo vya habari hatutakuwa salama.